Ndugu wanahabari, habari za asubuhi. Tumeona tuwaite siku ya leo, siku ya tarehe 8 ya mwezi huu wa 12 mwaka 2025 kwa nia ya kupeana taarifa za mambo yanayoendelea katika nchi yetu, hususan kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Kama mnavyofahamu kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inalo jukumu kubwa pamoja na mambo mengine la kulinda usalama wa wananchi na mali zao. Na wizara hii jukumu lake hilo inatekeleza kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama vilivyoko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, ikiwemo jeshi letu la polisi. Naomba nichukue nafasi hii kuwapa taarifa wananchi kwamba hali ya usalama wa nchi yetu mpaka sasa ni shwari, inaendelea kuimarika baada ya shida tuliyopata tarehe 29 ya mwezi Oktoba wakati wa uchaguzi, na vurugu zikatokea na hasara nyingi zikatokea, mali zikaharibiwa, watu wakafariki, shida ambayo kwa kweli tusingetamani irudie tena, kwa sababu hasara yake mpaka sasa tunaendelea kuumia nayo. Na nitoe pole kwa Watanzania wenzetu waliopoteza maisha, walioumia, wengine bado hata vidonda vyao havijapona, lakini walioharibiwa mali na hasara nyingi ambazo zimejitokeza, kwa kweli si jambo linalofurahisha hata kidogo. Ni jambo ambalo limeleta hasara kubwa. Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu atuepushie mbali lisitokee tena jingine la namna hiyo. Hata hivyo, wakati tunaendelea na kuimarisha hali ya usalama na kwa kazi nzuri inayofanywa na jeshi letu la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, lakini pia wananchi wanatoa ushirikiano wa kutosha kushirikiana na jeshi letu la polisi, lakini viongozi mbalimbali pia wamesikika wakieleza umuhimu kama taifa kulinda amani ya nchi yetu kama jambo na tunu muhimu ya ustawi wa maendeleo mengine. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wetu wa dini kwa nyakati tofauti tangu tarehe za mwanzo wa mwezi huu. Zimetolewa kauli zinazotia moyo, zinazofundisha wananchi na waumini wao juu ya umuhimu wa amani katika taifa. Wamefanya hivyo na katika mahubiri, katika matamasha, katika semina na kutumia majukwaa mbalimbali. Napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru bila kuwataja viongozi wote wa dini. Wamefanya kazi nzuri sana kulituliza taifa. Tunawapongeza, tunawashukuru sana kwa niaba ya serikali. Wamefanya wajibu wao huo vizuri. Ni vizuri wananchi tukathamini na kuheshimu mahusia haya ambayo wamewatoa viongozi wetu wa dini, lakini viongozi wetu wa kijamii katika maeneo tofauti tofauti. Kama ambavyo mmesikia, tarehe 3 jeshi la polisi lilitoa taarifa ya tishio jingine ambalo linahamasishwa kwenye mitandao na wanaharakati mbalimbali na watu mbalimbali wasioitakia mema nchi yetu. Wameendelea kuhamasisha na kusema tarehe 9 ya mwezi huu wa 12, yani kesho, tuna watu wanahamasisha na kupanga kufanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani, lakini maandamano ambayo tunafahamu sisi yaliyo na compliance na katiba ya nchi yetu, lakini na sheria za nchi yetu,
ni yale yanayoombwa na mtu mahususi na yanakuwa yana ujumbe mahususi na yanasema shabaha yake ni nini, lakini yanaeleza yatafanyika wapi, yatatoka wapi hadi wapi, ili jeshi la polisi liweze kutoa huduma ya watu hao wenye ujumbe wa namna hiyo. Haya yanayoelezwa kama ambavyo imeelezwa katika taarifa kwa umma ya jeshi la polisi iliyotolewa tarehe 5 ni kwamba hayana muombaji, hayaelezi yanatoka wapi kwenda wapi, hayaelezi ujumbe ni nini, ila tu yanaeleza kwamba yatakuwa hayana ukomo, na tunaambiwa kwamba ni makubwa kuliko yale ya tarehe 29. Ndugu zangu wanahabari, kama yakiwa hayo ni maandamano yasiyo na ukomo, maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale ambayo watu walichoma mali za watu, walichoma vituo vya mafuta, walichoma majengo ya serikali, wamechoma vituo vya polisi, yale yaliyosababisha watu wakafa. Sasa hayo tunayoambiwa ni makubwa zaidi ya hayo. Sasa hayo sio maandamano. Kwanza kwa sababu hayana kibali kwa mujibu wa sheria, lakini pili, hayaeleweki yanafanywa na wakina nani ili tujue hata tuzungumze nao, lakini tatu, yanaambiwa hayana mwisho. Sasa hayo sio maandamano, hayo ni mapinduzi. Hayo ni mapinduzi, sio maandamano. Maandamano kwa mujibu wa sheria yetu ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kama sikosei, yameelezwa wazi kwa sifa hizi na vigezo hivi nilivyovisema. Kwa hiyo nimewaita hapa kujaribu kutumia vyombo vyenu vya habari kuwaambia Watanzania maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi, na tutumie nafasi hii kuwaomba sana wale wote ambao wanashabikia, wale wote ambao wanaona wao wameichoka amani, wale wote ambao wanaona hata mateso tuliyopata katika kipindi hiki wanaona hayatutoshi, wanataka kutuongezea tena mengine, tuwaombe sana kwamba maandamano kwa kuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria, hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti. Na kwa hiyo ndugu zangu, tuko hapa sisi kama Wizara ya Mambo ya Ndani yenye jukumu la kuwalinda wananchi na mali zao, kuwaomba sana wananchi wengine ambao hawahusiki na mpango huo kutokushabikia, kutokujitokeza, wala iwe ni kwenye mtandao au kujitokeza kwenda kuangalia au kuchungulia tu hicho wanachokifanya, kama kweli watakifanya, ingawa hatuamini, lakini ni lazima tujiandae, kwa sababu kazi yetu sio kujaribisha. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tuna wakati wote wananchi wanakuwa salama wao na mali zao. Kwa hiyo waombe sana wananchi wasithubutu kujitokeza, kwa sababu maandamano haya ni haramu. Maana kuna wakati mwingine wengine wajitokeza bila hata kujua pengine anachokimbilia ni kitu gani, na kujikuta amejiingiza kwenye kitu asichokifahamu. Kwa hiyo mjizuie kuhamasisha kwenye mitandao, mjizuie pia kushiriki kwa namna yoyote ile, lakini mtusaidie pia kutoa taarifa pale mnapohisi kuna viashiria vya watu ambao wanataka kutekeleza mpango wa kuleta maandamano ya siku hiyo ya tarehe 9 kwa maana ya kesho. Naomba pia nichukue nafasi hii kutoa taarifa kama wajibu muhimu sana kwa vyombo vyetu ili viweze kufanyia kazi hizo taarifa. Basi liwe ni jukumu ambalo wananchi wote kwa mapenzi tulionayo kwa nchi yetu tutalitekeleza. Na jeshi la polisi limebainisha namba makususi, tutawapatia hapa namba ili ziweze kuwasaidia kuweza kutoa taarifa kwa hapa wananchi, na wananchi watakapoona kuna matukio au kuna viashiria au kuna watu wanapanga jambo hilo, basi waweze kutoa taarifa hizo. Nichukue nafasi hii kuwatakia kila laheri katika
sikukuu za mwisho wa mwaka, tukianza na siku ya kesho ambayo ni siku yetu ya kusherehekea uhuru wetu, miaka 64 ya uhuru. Tusherehekee kwa amani na utulivu, na nina imani yangu kwamba wananchi mmejua adha na mateso tuliyoyapata na ambayo tutaendelea kuyapata kwa madhara tu ya tarehe 29 na 30 mpaka tarehe 1 ile iliyotokea. Sasa tusirudie tena haya. Mimi na wenzangu tunawaomba sana wananchi, tuipende nchi yetu. Mashabiki wengi wanaosuka hii mipango na kufanya, wengi wao unaona hawako hata hapa nchini, na wale walioko hapa pengine wamechoka na hii hali, lakini tunaomba sana, tulio wengi tumeona madhara yake. Madhara ni makubwa sana, mateso ni makubwa. Tunazungumzia watu ambao wameathirika kwenye maandamano, lakini tufahamu kwamba wako walioshindwa kwenda hospitali wakiwa wanaumwa siku zile za maandamano. Tufahamu kwamba kuna watu waliokuwa na appointment na madaktari wanatakiwa kwenda kujifungua, na ndio siku imefika tarehe ile huwezi kwenda hospitali. Hali ilikuwaje? Tufahamu kwamba kuna watu waliokuwa wagonjwa, tuna wazee wetu wagonjwa, wana hali mbaya, maisha yao ni hospitali. Inapokuwa kuna hali ya upotevu wa amani, ujue kwamba hakuna kinachoendelea. Tufahamu kwamba sasa watu wanaogopa hata kuleta chakula Dar es Salaam. Hali si nzuri hata hapa Dar es Salaam, hasa kwenye miji mikubwa, kwa sababu aina ya maandamano yale yalikuwa ni kama, kwa kweli si jambo ambalo lilitegemewa. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba maandamano au fujo zote ni tabu na ni mateso kwa watu wasiohusika kuliko wanaohusika. Ni tabu na mateso kwa watoto wetu, ni tabu na mateso kwa uchumi wa nchi yetu, lakini niseme madhara yake yanachukua muda mrefu sana kuweza kuisha. Kwa kama nilivyosema, niwatakie kila heri siku ya kesho tunaposherehekea sherehe hizi za uhuru miaka 64, lakini pia Christmas tuisherehekee kwa amani na mwaka mpya, ili haya yaliyopita kwa kweli tuombe Mungu yasirudie tena, na niwaombe mpeleke taarifa hizi kwa umma ili umma uweze kujua na kutusaidia ili tuweze kutuliza hali ya nchi. Asanteni sana kwa kusikiliza. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.